Mheshimiwa Spika, nipongeze kwa dhati Simba kwa kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa mara nyingine tangu mwaka 93. Simba inapokuwa ya kimataifa, mimi washabiki wake. Mafanikio haya ya Simba yanatokana na juhudi kubwa ya uwekezaji uliofanywa na rais wa heshima wa timu hiyo, ndugu Mohamed Dewji. Hii si tu itatoa heshima kwa timu hiyo, bali pia inaitangaza nchi yetu katika ramani ya soka la kimataifa. Na wakati wanacheza mashindano yale, nilikuwa tunawaombea wapate tu kombe, hata ambao sio mashabiki, kwa sababu hata wangeliweka chini ya uvungu ya ofisi yao bado lingekuwa Tanzania. Mheshimiwa Spika, hata hivyo Simba wasipweteke, kwa kuwa mafanikio kama hayo wanayojivunia leo sio mapya kwa Yanga. Mheshimiwa Spika, mafanikio hayo wanayojivunia Simba sio mapya kwa Yanga, kwani walifika hatua kama hiyo mwaka juzi na walitolewa tu kwa uwiano wa goli la ugenini, hawakushindwa. Nitumie fursa hii kumpongeza ndugu yangu Galib Salim Mohamed GSM. Ndugu GSM ameleta chachu kubwa kwenye mafanikio ya Yanga. Ni washauri wana Yanga wanapoandaa ramani ya ujenzi wa uwanja mpya wasisahau kuweka sanamu kubwa la GSM. Nitoe rai kwa vilabu vingine kuiga hatua hizo za Simba na Yanga kwa manufaa haya, kwa hatua hizo za mafanikio walizozifikia kwa manufaa ya soka la Tanzania. Mheshimiwa Spika, nimpongeze kipekee mzee Said Salim Bakresa kwa uwekezaji mkubwa katika tasnia ya michezo. Huyu ni wa mfano. Uwekezaji wake umekuwa chachu ya maendeleo ya michezo nchini, hususan kupitia matangazo ya moja kwa moja, yani mubashara. Ni kweli usiopingika kuwa maisha ya watu hayawezi kukamilika bila kuwa na furaha. Hilo tumeliona kupitia Azam TV, ambayo si tu imefanya kila mtu kuzungumzia mpira wa miguu, bali wanazungumzia na maisha mengine, wachezaji wa ngumi, mpira wa miguu pamoja na filamu. Licha ya kuwa kampuni hii ni binafsi, lakini kwa sasa imeshakuwa kama mali ya umma kutokana na umuhimu wake katika jamii yetu, na kwa kweli mzee Bakresa aheshimiwe.